Katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi, kikao cha kamati ya huduma ya silaha nchini Marekani kilichofanyika jana Jumatano, Aprili 29 mwaka 2026 kimeibua mjadala mzito kuhusu mwelekeo wa vita kati ya Marekani na Irani, huku maswali makubwa kuhusu gharama, mafanikio na mustakabali wa operesheni hiyo yakibaki bila majibu ya kuridhisha. Kikao hicho kilichodumu kwa takriban saa 6 kilikusanya wabunge wa pande zote mbili pamoja na viongozi wa juu wa kijeshi, kikigeuka kuwa uwanja wa makabiliano ya kisiasa badala ya mjadala wa kawaida wa bajeti ya ulinzi. Kiini cha mjadala huo ilikuwa ni mvutano mkali kati ya mbunge wa Democratic Seth Moulton na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, ambapo Moulton alimkabili moja kwa moja akitaka jibu lisilo na ukwepaji. Je, Marekani inashinda vita dhidi ya Irani au la? Swali hilo ambalo linaonekana rahisi kwa juu liliibua majibizano makali na kufichua mgawanyiko mkubwa wa mitazamo ndani ya uongozi wa Marekani. Katika hoja yake ndefu na yenye msisitizo, Moulton alieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu hali ya sasa ya kivita. Alisisitiza kuwa gharama za operesheni hiyo zimefikia takribani dola bilioni 25 ndani ya muda mfupi wa miezi miwili, kiwango ambacho kwa maoni yake hakiendani na mafanikio yanayoelezwa na serikali. Aliongeza kuwa hakuna mkakati wa wazi wa kumaliza vita hivyo, hali inayozua hofu kuwa Marekani inaweza kujikuta imeingia kwenye mtego wa vita vya muda mrefu bila dira ya wazi ya ushindi. Mbunge huyo alienda mbali zaidi kwa kukosoa maamuzi ya uongozi wa kijeshi, akitaja mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi wa juu ndani ya jeshi kama ishara ya kukosekana kwa uthabiti wa kimkakati. Kwa mtazamo wake, dalili zote zinaonyesha kuwa Marekani iko katika hatari ya kupoteza vita hiyo, si kwa sababu ya udhaifu wa kijeshi, bali kutokana na kile alichokiita uongozi dhaifu na usio na mwelekeo thabiti. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Pete Hegseth alijibu mashambulizi hayo kwa msimamo mkali na kujihami. Alisisitiza kuwa operesheni za kijeshi dhidi ya Irani zimeleta mafanikio makubwa, hasa katika kuharibu miundombinu muhimu ya nyuklia ya Irani na kudhibiti maeneo ya kimkakati yenye umuhimu wa kijeshi. Kwa mujibu wake, hatua hizo zimepunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Irani kuendeleza mpango wake wa nyuklia na hivyo kuimarisha usalama wa Marekani pamoja na washirika wake wa karibu. Hegseth pia hakusita kuwakosoa wabunge wanaopinga vita hiyo, akiwataja kama wenye mtazamo wa kushindwa wanaoweza kudhoofisha morali ya wanajeshi walioko mstari wa mbele. Kwa mtazamo wake, mjadala unaonyesha mashaka juu ya mafanikio ya vita unaweza kutuma ujumbe mbaya kwa maadui na washirika wa Marekani na hivyo kuhatarisha juhudi za kijeshi zinazoendelea. Licha ya utetezi huo, wabunge kadhaa waliendelea kuhoji tafsiri ya neno ushindi. Walisema kuwa mafanikio ya kijeshi pekee hayatoshi kuitwa ushindi ikiwa vita yenyewe haina mwisho unaoonekana na ikiwa adui bado ana uwezo wa kujibu mashambulizi. Kwao, ushindi wa kweli unapaswa kujumuisha suluhisho la kisiasa na kidiplomasia, si ushindi wa muda mfupi wa kijeshi pekee. Aidha, hoja nyingine nzito zilizojadiliwa zilihusu uhalali wa vita hiyo, hasa kwa kuzingatia kuwa baadhi ya wabunge wanadai haikupata idhini mpya ya wazi kutoka kwa bunge la Marekani. Hili limezua mjadala mpana kuhusu mipaka ya mamlaka ya rais katika kuanzisha operesheni za kijeshi bila ridhaa kamili ya wabunge. Wakati huo kulikuwa na tuhuma kwamba umma wa Marekani haujapewa taarifa kamili kuhusu hali halisi ya vita, jambo ambalo linaongeza wasiwasi kuhusu uwazi na uwajibikaji wa serikali. Kwa upande mwingine, athari za kiuchumi za vita hiyo zimeanza kuonekana wazi, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa bei ya mafuta katika masoko ya kimataifa na ndani ya Marekani. Hali hii imeongeza presha kwa serikali, hasa wakati wananchi wanapoanza kuhisi mzigo moja kwa moja wa gharama za vita kupitia maisha yao ya kila siku. Kwa ujumla, kikao hicho hakikutoa jibu la moja kwa moja juu ya swali kuu la nani anashinda vita dhidi ya Irani. Badala yake, kimefichua mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na kimtazamo ndani ya Marekani. Upande mmoja ukisisitiza kuwa mafanikio ya kijeshi yanatosha kuthibitisha kuwa vita inaelekea kushinda, na upande mwingine ukionya kuwa bila mkakati wa muda mrefu na suluhisho la kisiasa, vita hiyo inaweza kugeuka kuwa mzigo mkubwa na mtego wa kudumu. Kadri mjadala huu unavyoendelea, ni wazi kuwa maswali makubwa bado yapo wazi. Je, gharama hizi zina thamani ya mafanikio yaliyopatikana? Je, vita hii na mwisho unaonekana? Na muhimu,
Je, Marekani iko kwenye njia ya ushindi kweli au inaelekea kwenye mgogoro wa muda mrefu usio na suluhisho la haraka? Haya ni maswali ambayo kwa sasa hajapata majibu ya uhakika. How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iran. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.